Wakati mwingine tunaweza tukachukuliwa poa, tunaweza tukaona kama kumwamini Yesu ni jambo la kawaida sana. Wengi tunafikiri hivyo kwa sababu ya vile ambavyo tangu tumeokoka hatujaona mabadiliko fulani, au tunaona maisha bado ni magumu, tunaona bado hali ya uchumi ni ngumu, tunaona baba mambo fulani magumu, hali za kifamilia ni ngumu. Wakati mwingine tulipoanza wokovu, tulipoliamini jina la Yesu, au wengine tumezaliwa ndani ya wokovu, hasa nizungumze wale ambao tuliokoka, tulianza kuona mambo fulani hivi, lakini tulivyoendelea na safari tumeona kama mambo ni ya kawaida, kutokana labda tulivyowakuta wenzetu walivyookoka. Tunakuta labda maisha ya kawaida, na labda mtu anapita nyakati fulani ngumu, wengine labda kwa sababu ya magonjwa, wengine kwa sababu labda ya jambo fulani ambao wanapitia kwenye maisha yao. Lakini napenda kuambia kwamba kumwamini Yesu ni jambo la muhimu sana. Napenda ufahamu hivyo, kwa sababu usipofahamu hivyo unaweza kuchukulia wokovu ni kitu ambacho kama hakieleweki, na unaweza usifurahie maisha yako ya wokovu. Wokovu ni kitu cha thamani sana. Unapomwamini Yesu umeingia katika ufalme wa Mungu, ufalme mwingine kabisa. Wewe ni raia wa mbinguni, unaishi duniani lakini wewe ni raia wa mbinguni. Mambo yako yote, haki zako zote unaweza kuzipata kwa Mungu, isipokuwa wewe tu ufahamu haki yako au usifahamu haki yako. Kuna watu tumesoma nao, kuna watu tumekuwa nao, kuna watu ambao wanatufahamu, wanafahamu familia zetu, wanafahamu wazazi wetu. Kuna watu wamekuwa na wazazi wetu, wametembea nao katika mazingira fulani, wamefanya nao biashara, wamefanya nao kazi ofisi moja, wamesoma nao wazazi wetu. Jinsi ambavyo walikuwa na wafahamu wazazi wetu, wanaanza kutuchukulia na sisi kama tulivyo watoto. Sasa watu wamekuzoea kwa namna fulani, lakini nataka kuambia kwamba ipo faida kubwa sana ya kuokoka. Hebu tusome maandiko hapa kidogo, uone Yesu vile ambavyo alichukuliwa na vile ambavyo watu wanamchukulia na sisi ambavyo leo hii inaonekana wa thamani kwetu, ambapo nguvu za giza zikisikia jina hili la Yesu likitajwa na mtu ambaye ni sahihi, mapepo yanakimbia, vitu vinafanyika kwenye maisha yako. Tusome kitabu cha Marko 6 kuanzia ule mstari wa 2, uone ambavyo watu walimchukulia Yesu katika mazingira mabaya na madhaifu. Inasema hivi, Marko 6 mstari wa 2 inasema, na ilipokuwa Sabato alianza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa, wakisema, huyu ameyapata wapi haya? Na ni hekima gani hii aliyopewa huyu? Na ni nini miujiza hii mikubwa iliyotendeka kwa mikono yake? Huyu si yule mseremala? Watu wanajua, wanasema huyu si yule seremala ambaye tunamjua. Yesu anaonekana alikuwa anafanya hizi kazi kutokana na maandiko hayo. Huyu si yule seremala ambaye tunamjua, mwana wa Mariamu, ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simoni, na maumbu yake hawapo hapa? Petro akajikwaa kwake. Yesu akawaambia, nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake na nyumbani mwake. Unaona Yesu alivyochukuliwa. Yesu aliishi maisha ya kibinadamu, yani aliishi maisha ya kawaida ambayo sisi tunaishi. Na kuzaliwa kwa Yesu ukifuatilia sana, unaona kwamba kuna mazingira ambayo alizaliwa nayo. Kwanza tunaona amezaliwa katika familia ambayo sio maarufu sana. Mariamu ilikuwa ni binti tu wa kawaida, mwanamke tu wa kawaida, akapata neema hii kutokana na Mungu alivyoona maisha yake kwake, labda kutokana na vile ambavyo aliishi, kutokana na vile ambavyo alimpendeza Mungu, akapata neema hii kumzaa Mwokozi wetu wa ulimwengu huu. Sasa watu wanaweza kukuchukulia kawaida, watu wanaweza kukuchukulia poa kwamba huyu bwana mtu tumezoeana naye, huyu mtu tumesoma naye, huyu mtu tumekuwa naye. Yamkini ulikuwa naishi na watu maisha fulani ya zamani, watu wamekuzoea katika mazingira fulani, watu wamezoea maisha yako, watu wamezoea vile ambavyo ulikuwepo, labda ulikuwa unafanya mambo mabaya sana katika jamii, watu walikuzoea hivyo. Sasa unapompokea Yesu unapokea badiliko, kama vile ambavyo Yesu watu walimshangaa katika mazingira yale. Watu wanaanza kujiuliza, huyu si mtoto wa Mariamu, huyu si mtoto wa Yusufu, huyu si Selemala, huyu si ndugu yake Yakobo huyu, na maumbu yake yale, na watu ambao wanawafahamu katika jamii, wale dada zake, kaka zake, ni watu ambao walikuwa wanawafahamu, ambao sasa wanasema huyu si fulani, hizi hekima amezitoa wapi? Bwana anaongea vitu vikubwa namna hii. Sasa wewe na wewe pia utakapomwamini Yesu, kuna vitu ambavyo vinaanza kutokea. Watu wanaweza wasikukubali sana, kama alivyosema Yesu, nabii hakubaliki kwao, na wewe unaweza kufanya vitu ambavyo
Unaweza kunyumbani kwako pale, kijijini kwenu pale, mtaani kwako pale, kanisani kwako pale, kazini kwako pale, kwenye biashara yako, watu wanakuchukulia poa kwa sababu wamekuzoea. Nikwambie kwamba pamoja na watu kukuzoea, haizuili kile ambacho Yesu amekifanya katika maisha yako. Hizi ndio faida za kuokoka. Faida moja wapo, unabadilika kabisa. Unaanza kufanya vitu ambavyo, mambo ambayo watu hawajazoea kwenye familia yako, kwenye jamii yako, kwenye nchi yako, kwenye eneo lako ambapo walikuwa na kuona watu wa kawaida. Ni mabadiliko yanatokea kwako baada ya kumwamini Yesu. Habari zinaanza kusikika tofauti. Unamfahamu fulani bwana, tunaanza kuambiana kwenye magrupu yao ya WhatsApp labda ya mliosoma nao. Kwa wale ambao labda mnaotoka kijiji kimoja, mnaotoka mkoa mmoja, wale wa kabila moja wanaokufahamu wewe vile ambavyo ulikuwepo, wanaanza kusema unamfahamu fulani bwana, siku hizi yuko hivi bwana, siku hizi ni mtu wa tofauti. Ni badiliko limetokea kwako baada ya kumpokea nani? Kristo. Wewe kubaki katika maisha hayo ambayo umebaki nayo sasa, ni wewe umeamua. Lakini nitaka kukuambia kwamba kupokea Yesu sio jambo dogo, sio jambo dogo. Umempokea mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu. Umepokea kitu kingine kabisa cha tofauti. Sasa wewe unaweza kuchukulia kawaida kutokana na mazingira yako, lakini umepokea kitu kikubwa sana, na watu wataanza kukushangaa. Utajitambua kwamba umekuwa tofauti, vile ambavyo hujihusisi tena mambo mabaya, vile ambavyo umekaa kwa namna ya pekee. Sasa hiyo ni faida mojawapo ya kupokea badiliko ndani yako, kumpokea Yesu ndani yako. Vile ambavyo watu walimshangaa Yesu, mwana wa Mariamu, waliona tu mwana wa Mariamu, walimwona tu mtu fulani ambao wanamuelewa, wanamfahamu wadogo zake, vile ambavyo alikuwa anacheza na wenzake, vile ambavyo anafanyaje, walimchukulia kawaida kwa sababu alikuta katika mazingira ya kawaida ili aweze kutupata sisi na kutukomboa. Kwa hiyo watu wanaweza kukuchukulia kawaida vile ambavyo wanakufahamu, lakini ukipokea badiliko hili la kumwamini Yesu, nakwambia watu kukushangaa, watajiuliza swali kama tulivyoona ule mstari wa 3. Wanajiuliza, wanasema hivi, sikiliza mstari wa 7. Huyu si yule Selemala mwana wa Mariamu na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simoni, na maumbu yake hawapo hapa petu? Yani hawapo kwenye mazingira yetu, hawapo kwenye kijiji chetu, hawapo kwenye mtaa wetu, hawapo kwenye nchi yetu hapa, hawapo kwa fulani, kwa mtaa wa fulani maarufu ambao unafahamika, sio hapo pale, sio mwana wa Selemala yule, sio mwana wa Mariamu yule. Wanakufahamu. Na wengine wanaweza kaenda mbali zaidi kwa sababu walikuwa waelewi wengine. Lakini napenda kuambia kwamba kumpokea Yesu, umepokea badiliko kubwa sana. Kumpokea Yesu si tu umempokea utaenda mbinguni, sawa. Hapa duniani, ukiwa hapa duniani, nakwambia hapa ukiwa duniani, wewe umeingia katika ufalme wa Mungu. Wewe ni raia wa mbinguni, na raia una haki zote za kupata vile vitu ambavyo unapaswa kuvipata, kwa sababu hatujui haki zetu ni zipi. Hatusomi neno la Mungu, hatutaki kujifunza, hatutaki kujua. Ndio maana tunaishi maisha ya kinyonge mno. Tunaishi kama watu ambao ni yatima. Tunaishi watu ambao hawana baba wala mama. Unaweza kuwa usio na baba wa kimwili, lakini Mungu anasema yeye ni baba wa yatima. Unaweza kaishi kama una mume, yeye anasema ni mume wa wajane. Sasa ukielewa nini Mungu ambacho amekiweka kwako, utadai haki yako. Mtoto anayejua haki zake, mtoto anayejua haki zake kwa mzazi wake, mtoto anayejua nyumbani kwetu kuna kila kitu, hawezi kufa njaa. Atakufa njaa na ujinga wake, lakini mtu anayejua kwamba nyumbani kwetu kuna kila, au sisi wa ufalme wa Mungu tuna kila kitu, hata maisha ambayo unaona ni magumu, mazingira ni magumu, mazingira hayo Mungu anaweza kuyatengeneza. Unachotakiwa kufanya, kuwa mwaminifu mbele za Mungu, ishi maisha matakatifu, ishi maisha kumpendeza Mungu, na utaona baraka za Mungu. Kwa hiyo hizi ndio faida za kumwamini Yesu. Unaposherehekea Krismasi hii, elewa kwamba kumpokea Yesu si kumpokea tu na kuimba pambio, si kumpokea tu na kuja kanisani na kutoka kanisani na kwenda maeneo mbalimbali ya masemina, makongamano, ukaishia hapo na maisha yako yakaishia hapo. Hapana, kumwamini Yesu ni zaidi ya hapo. Kumwamini Yesu, maisha yako yanabadilika. Unabadilika kabisa. Ulivyokuwa unakuwa tofauti. Ulikuwa una ustaarabu, unaanza kuwa msarabu. Watu walikuwa wanakuona una tabia chafu, unaanza kuwa na tabia nzuri. Hiyo ndio faida ya kumwamini nani? Kristo. Usiishi tu kumwamini Yesu labda ni kukokoka tu na kuombaomba tu. Tunaomba sawa, lakini kuna badiliko ndani yako unalipokea. Wewe tu endelea kubaki kwenye maisha hayo. Lakini kama utagundua kwamba wewe hauko kwenye kifungo, wewe sasa na kuku umeifunga, kwa sababu umemfunga muda mrefu, itaendelea kukaa katika mazingira ya kufungwa. Lakini kama ikigundua kwamba imefunguliwa, itatembea. Sasa wewe unaanza kuwa umeshafunguliwa, bado kuna watu wanakudanganya, una laana za ukoo,
una laana za mababu, una laana sijui za mabibi, sijui bado umefungwa na nini, na uko ndani ya ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu kuna nini? Wewe kama raia, wewe kama mtoto wa Mungu, kuna nini? Ndio maana nasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine mtazidishiwa. Sasa kama umemwamini Yesu, kwa nini usizidishiwe? Kwa nini uendelee kubaki kwenye maisha haya magumu? Au Samson, unaongea nini? Nakwambia kama umemwamini Kristo, lazima badiliko litokee kwako. Lazima watu wakufurahie, lazima watu washangae. Kama umeokoka mpaka leo una miaka 20, 30, 40, watu hawakushangae, ujue maisha yako hayako sawa mbele za Mungu. Lazima watu wakushangae, wasema wewe si mtoto wa fulani, baada ya kuona kitu tofauti. Lazima upokee tofauti. Usiishi maisha yale yale, usiishi kama mtu ambaye hajaokoka. Wewe ni mtu mwingine wa viwango vingine. Mungu akubariki sana, uwe na wakati mwema.